Mama wa Kanumba kwa mara ya kwanza ameweza kufunguka kuhusiana na ujauzito wa Wema Sepetu na kile ambacho yeye anaamini kwamba kinaenda kutokea kwenye huu ujauzito wa Wema Sepetu. Ametoa pia sababu ya kile ambacho kinaweza kikasababisha haya yote yakaenda kutokea kutokana na Wema Sepetu kutokuweza kuzingatia yale ambayo pengine yangeweza kumfanya yeye akaweza kufikia katika hatua nzuri kwa kile ambacho alikuwa anatamani kwa muda mrefu sana angeweza kukifanikisha. Sasa ameongea mengi, lakini mimi nimechukua pointi chache tu juu ya kile ambacho ameweza kukizungumza, na nitakwambia hapa ama nitakuwasilishia hapa yote kama nukuu tu ya kile ambacho yeye ameweza kukizungumza pamoja na sababu ambayo ameweza kuitoa kuhusiana na kile ambacho yeye ameweza kukitetea kwenye hiyo point ambayo alikuwa anaizungumza. Sasa kana mimi mwanzo mpaka mwisho hii video ukapata kufahamu ukweli wote juu ya kile ambacho mamake na Kanumba waweza kuzungumza, ukweli wote kuhusiana na Wema Sepetu, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa baada tangu Wema Sepetu aweze taarifa za Wema Sepetu kupata ujauzito ziweze kusambaa kwa kasi kubwa sana. Sasa kabla tujaendelea, naomba nikukumbushe tu kwamba kuna mengi sana ambayo mimi nitakuwa nakuletea hapa, kwa hiyo najua itakuwa ni muhimu kwako wewe kuweza kuyafahamu. Sasa cha muhimu zaidi ni kwamba ili usiweze kukosa video yote kuhusiana na hizi trending issues, basi ni wewe tu kuonyesha upendo kwa kutumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe. Najua unaweza kuwa ni miongoni mwa watu ambao of course mna upendo sana. So kama ni miongoni mwa hao watu, basi onyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho wewe utakuwa umeweza kukitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabi Official, hii ni Bongo Vibe channel namba moja kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile taarifa zote ambazo ulikuwa huzijui unakuwa kwanza kabisa kuzipata hapa kabla hujaweza kuzipata mahali popote pale. Sasa tunafahamu, kwanza kabisa naomba nikurudishe nyuma kidogo kwenye moja ya kauli ambayo mamake na Kanumba alishawahi kuiongea kuhusiana na Wema Sepetu na sakata zima la yeye kutokubeba ujauzito. Siku kadhaa zilizopita ama wiki kadhaa, mamake na Kanumba alikuwa anahojiwa na moja kituo cha redio alipofunguka na kuweza kuweka wazi kwamba kwa nini Wema Sepetu amekuwa habebi mimba, na akasema kwamba issue ni ndogo sana tu ambayo Wema aliweza kuzingua, lakini mara zote alishajaribu kumshauri aweze kuja ili mwisho wa siku aweke mambo sawa na Wema Sepetu aweze kurudi katika hali yake ya kawaida, lakini Wema akawa anazingua. Sasa muda mchache baadaye mambo yakaja kubadilika na tukaanza kusikia tetesi za kwamba Wema Sepetu ni mjamzito. Lakini kwenye hiyo issue ambayo mamake na Kanumba alizungumzia kwamba Wema alizinguaga, inasemekana kwamba kwa ufupi tu anasema Wema aliweza kutoa ujauzito wa Kanumba katika kipindi ambacho Kanumba alishai kumwambia kwamba huu ujauzito utunze kwa sababu mamangu bado ni kijana, bado yuko hai, ataweza kumlea huyo mjukuu wake, kwa hiyo usiutoe ujauzito. Lakini Wema akaja akaamua kukaidi hayo maagizo na akaweza kutoa ujauzito huo, kitu ambacho kilimkasirisha Kanumba mpaka anakuja kuingia kaburini huku akiwa amemwachia maneno ya kwamba hautokuja kuzaa mtoto yoyote wala hautokuja kubeba ujauzito unless ukirudi kwangu tena, kipindi hicho akiwa hai. Sasa mamake na Kanumba alishasema kwamba aliwahi kumwambia Wema mara kadhaa kwamba Wema angeenda ili mwisho wa siku aweze kwenda kujaribu kuivunja hiyo mizizi pamoja na minyororo ya hiyo laana ambayo Kanumba design kama alimwachia Wema Sepetu, lakini anasema kwamba ni kama vile kuna watu walikuwa wanamshauri Wema Sepetu na akakataa kabisa kwenda. So wakati kauli hiyo mamake na Kanumba anaizungumza, muda mchache baadaye ama siku kadhaa za baadaye zikaja kuanza kusikika tetesi za kwamba Wema Sepetu ana ujauzito. Sasa baada ya Wema Sepetu kusikika kwamba ana ujauzito, mamake na Kanumba kwa mara nyingine tena amekuja kuzungumza kuhusiana na kile ambacho yeye anaamini kwamba kinaweza kikawa kina mashiko kwa upande wa Wema Sepetu, ili hata kama kikija kutokea basi asije kushangaa kwa sababu yeye mwenyewe pia anaelewa. Anasema kwamba kwa jinsi anavyoona, kwanza anampongeza Wema Sepetu ijapokuwa anamuonea huruma pia, kwa sababu anasema kwamba haoni kama Wema Sepetu anaenda kujifungua hiyo mimba kwa sababu ambazo Wema anazijua vizuri kabisa, lakini hata mamake na Kanumba amesema kwamba anazifahamu. Sababu hiyo kuu ni hiyo hapo hivi kwamba ambayo Wema kukataa kuweza kwenda kuvunja hiyo minyororo ya laana ambazo Kanumba alimwambiaga kwamba hatakuja kubeba ujauzito mwingine. Sasa amebeba ujauzito, mamake na Kanumba akasema kwamba huu ujauzito utamsumbua sana na utamtesa sana, na itafikia kipindi hataweza kuzaa. Huu ujauzito utaishia tu kuharibika, kitu ambacho kinaweza kikamfanya Wema akajisi mtu mwenye mkosi mara 100 zaidi ya vile ambavyo ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo amemsihi tu Wema kwamba kama yuko tayari waweze kwenda kujaribu kuangalia namna ya kuweza kuivunja hiyo minyororo ili mwisho siku aendelee kubaki huru
na maisha yake yaweze kuendelea vizuri, na ikimpendeza Mungu basi aweze kuja kuzaa mtoto kupitia ujauzito ambao yuko nao sasa hivi, kama ni kweli yuko na ujauzito. Sasa unalipi la kumwambia mamake na Kanumba kwa hiki? Maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho ameweza kukisema huyu mama? Unadhani yuko sahihi au pengine tu ni anamwombea mabaya Wema Sepetu kwenye hii hatua ambayo yupo sasa hivi, baada ya kuona kwamba kila ambacho alikisemaga marehemu mwanae kimeenda tofauti kabisa na kila ambacho kimeweza kumtokea Wema Sepetu kwa sasa hivi? Tuambie kwenye comment section hapo chini ya hii video, lakini na mengi zaidi kama nilivyokuambia ya kukuletea hapa. Kwa hiyo muhimu zaidi, hakikisha tu umebonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video na una like video na una share video hizo kufikia watu wengi zaidi. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka next video, bye bye.